authority. Na hiyo authority umepewa, hiyo ndio inafanya ukose kuwa ati mkono wa yule mwovu unaweza kukufikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unakaa ukiwa na amani, ukiwa unatambua, yes, nina uwezo wote, nina nguvu zote, nina mamlaka yote katika Bwana, kwa sababu ya authority ile amenipa. Tumepewa hizo nguvu, na nataka tuweze kuomba pamoja. Tushukuru. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru ni kwa sababu wewe umekubali, na ulikubali miaka 2000 imepita. Sisi na wewe tuitwe tufanywe kuwa mtu mmoja, na tuweze kubadilishwa mawazo yetu, tuweze kubadilishwa kubadilisha njia zetu, tuweze kuelewa na kutambua mapenzi yako kulingana na vile wewe upendavyo. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako Bwana liabudiwe. Nimekubariki jioni ya leo. Pokea baraka zote, na zile baraka ni zile tu umenipa, lakini Baba yangu na Mungu wangu, pokea baraka. Ni kwa sababu umetubariki, umetuinua, umetupenda, umetuchagua na ukatupa kazi ya kukaa na kupumzika ndani yako mtakatifu, ndio tuweze Mfalme wa ajabu kukaa katika uweza wote. Pokea sifa, ni kwa sababu ya hii message tunaenda kuisikia. Ninaomba Bwana Jehova Jireh iweze kuwa msaada kwa mtu yeyote aliyekuwa na uoga, kwa mtu yeyote aliyekuwa anaona kama kuna uwezo wowote wa uovu ama wa yule mbaya unaweza kumfikia. Umetupa nguvu na mamlaka ya kutenda kazi yako Mfalme, kulingana na vile Bwana uliyohakikisha kutoka mwanzo. Asante ni kwa sababu maishani mwetu Mfalme hatutaweza komeshwa, hatutaweza kuondolewa, hatutaweza Bwana Jehova Jireh kutingizwa na chochote, na kila jambo litatimia kulingana na vile wewe upendavyo. Tunakushukuru ni kwa sababu ya kutuombea kila wakati. Tunashukuru Roho wako yule aliyaye ndani yetu amba Bwana, akituombea kwa kishindo kisichotamkika. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh ya upendo ule Kristo Yesu aliyoonyesha katika msalaba, kufa, kuzikwa na hata kufufuka, na siku ya tatu akaweza kuonyeshana utukufu wake kupitia ufufuo wake. Sisi wote Bwana tukabadilishwa, tukakuwa viumbe vipya. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu ya hayo yote umetufanyia. Watu hawa Bwana, ninaomba ushirika mmoja moyoni, na ninaomba nguvu zako Bwana sikaweze Bwana Jehova Jireh kunena na kutembea. Ninakuomba Bwana Jehova Jireh youths waweze Bwana Mfalme kusikia hii message hizi zote tunazohubiri kwa wakati huu, kwa sababu Bwana wako na time kubwa na nyingi ya kuweza kupeana neno lako kwa wakati mkubwa. Bwana wetu Yesu Kristo, kulingana na vile Bwana Jehova Jireh hata uliwachagua mitume wakiwa tu wachanga, na wakaweza Bwana kueneza injili yote Bwana Jehova Jireh kwa nguvu na kwa uwezo na kwa mamlaka kila mahali. Bwana ninawafungua mahali popote walipo, vijana wote ninawafungua Bwana Jehova Jireh, wamama wa makamo ninawafungua Bwana wetu Yesu Kristo, wababa wa makamo ninawafungua mahali popote pale. Jehova ndio Bwana Mfalme, chochote kile wataweza kukipokea, waweze Bwana Jehova Jireh kukitembeza, kukipeleka mahali pale panapofaa, kwa watu wengi, wazee na hata Bwana Jehova Jireh wadogo na hata watoto wadogo Mfalme, kwa wingi wa utukufu wako. Wewe ni Mungu na wewe ni mwenye haki, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Bwana asifiwe. Nataka tuangalie neno kulingana na vile nimemwambia. Christian authority, ama nataka kuongea juu ya vile sisi hatuwezi tendwa vibaya. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kibaya kinaweza kufikia, ama no harm. Hakuna kitu kinaweza kukuhama, bora tu uamini hiyo kazi ya Kristo. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya Mark, kwa hivyo hakuna kitu kinaweza kukuhata. Nothing shall
shall hurt you. Hakuna. Na nataka tutoke hapa tukiwa tumeamini, watoto wale wako wadogo waweze kujua hivyo. Sababu wote walio ndani ya Kristo, hakuna ubaya wowote unaweza wakomesha. Wako na uwezo wote, wako na nguvu zote, wako na mamlaka yote ya kukomesha. Iwe ni magonjwa, iwe ni hali ya doa, iwe ni kanisa kama hili, iwe ni biashara, iwe ni nini, una uwezo na uko na nguvu ya kubomoa. Katika kitabu ya Mark 16, katika kitabu ya Mark 16, naomba yule anayesoma anisomee kutoka mstari Kiingereza, kutoka mstari wa 16 alafu 16 to 18. 16 to 18. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not harm them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Bwana asifiwe. Ya kina nani hao wananenwa juu yao? Soma. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Bwana asifiwe. Kwa nini nimechagua huo mstari ndio tuweze kusoma? Kwa sababu walio na nguvu, wote wale walio na nguvu ni wale wamesikia mwito. Bwana asifiwe. Ni wale wametambua, ni wale wame-acknowledge. Bwana asifiwe. Wao ni akina nani? Mwambie huyo mwenzako, ni wale wamejua wao ni wakina nani. Ni akina nani? Bwana asifiwe. Wakati mitume waliweza kujitambua, haleluya, hawakuogopa wakuu. Ama namna gani? Hawakuogopa wakuu. Hawakuogopa serikali ya wakati huo. Mpaka kuna wakati tunakumbuka Paulo aliitana nini? Aliita mkubwa, alimwambia aje anakaa kama ukuta umepakwa shoka ya white. Akakongwa kofi, akauliza, akaambiwa ni mkubwa, akalala sikuwa ninajua. Haleluya. Wasiate yako anajua, alikuwa anajua. Lakini Peter na kina John walikuwa wanauliza, ni nyinyi tutaweza kumsikia ama tutatenda mapenzi ya Bwana? Wakati wote wewe utajitambua ni nani amekuita. Wakati utajua umeokoka, uko chini ya mamlaka ya nani, wakati uliookoka. Bwana asifiwe. Hautakuwa na uoga, kwa sababu neno linatuambia kwamba hatujapewa roho wa nini? Wa uoga, ila tumepewa roho wa ujasiri. Hatujapewa roho wa uoga hata kidogo. Tumepewa roho. Lakini ni akina nani hao? Roho wa ujasiri unafikiria ni roho gani? Sio roho wa kwenda ukipigana na huku kwa barabara. Sio roho wa kutukanana. Sio roho wa kuonyeshana vile wewe ni boda, ama kuonyeshana vile wewe hauwezi tingiza. Yaani utagongwa na utakufia kwa barabara. Tunanena kuhusu wale wamepokea injili, na wakati wameipokea, haleluya, wametambua mahali imetoka na kwa nini wameipokea, na ili wameipokea ikiwa imefanyiwa kazi gani. Tuwe hapo. Lazima ujue kazi ya msalaba. Lazima. Ukijua kazi ya msalaba, ndio utaweza kutambua ya kwamba kweli kabisa hii injili imetolewa wapi. Hii injili ama nguvu na uwezo na mamlaka umepewa.
zimetoka wapi? Zimetoka kifo. Apia huyo mwingine, nguvu na mamlaka nimepokea, zimetoka kifo. Nguvu na mamlaka nimepokea, zimetoka kifo. Zimetoka uhai wa mtu. Ukweli ama si ukweli? Zimetoka uhai wa mtu. Kwa hivyo kama kuna damu imemwagika ni kwa ajili ya nipokee nguvu na mamlaka. Ukweli kama kuna kitu kimekufa ni kwa ajili na kikaweza kuhakikishwa ya kwamba kimetimia, hicho hakuna wakati kitaondoka ndani ya maisha yako. Pengine wewe utake kutupilia. Kwanza ni roho. Amen. Hebu nikuulize. Mtu anahesabiwa kuwa mrithi. Mwenye mrithi akiwa hai ama akiwa amekufa? Mwenye mali akiwa hai ama akiwa amekufa? Ni wakati gani ule urithi unashika? Ni wakati uhai ama ni wakati amekufa? Wakati amekufa. Bwana asifiwe. Yesu alikufia zile nguvu ametupa ama hakuzikufia? Na baada ya kufa alifanya nini? Alifufuka. Bwana asifiwe. Baada ya kufufuka ndio tulirithi. Sababu wakati alipokuwa katika kaburi hakuwa amemaliza kazi, hata ndio alikuwa anaanza. Wakati alipokuwa katika msalaba, wakati alikuwa anasema imekwisha, huo ndio wakati ule alikuwa anaanza kazi. Lakini watu wanafikirianga ni wakati alimaliza. Hapana. Kama ni kumaliza, kama ni kazi alikuwa anamaliza, angesema imekwisha, si angekuwa tu amekufa. Lakini alisema akiwa uhai ama alisema akiwa amekufa? Imesema yote imekwisha, si ndio? Alisema akiwa uhai ama alisema akiwa amekufa? Akiwa uhai. Kwa hivyo ilikuwa imekwisha ama haikuwa imekwisha? Ndio alikuwa anaenda kuanzia, lakini tayari yako tu kwa msalaba. Kwa msalaba ni nini alisema imekwisha? Nini alisema imekwisha? Ni ile mission ya kwanza. Hiyo ndio ilikuwa mission ya kwanza, kuja ulimwenguni kama Mungu, kuvaa mwili wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Kuvaa mwili wa mwanadamu, kuhubiri 3.5 years akiwa na mateso mengi, akiwa na hali nyingi zimemlalia. Bwana asifiwe. Sasa ikafika wakati Pastor Beatrice, tutahubiri pamoja. Ikafika wakati wakufanya nini? Wakubebeswa msalaba. Wakati wa huyu anaitwa Mkunyanelis, Judas. Kazi ya Judas ilikuwa plus kumweka katika kumpeana katika mkono wa serikali, ilikuwa plus. Yesu kubebeswa msalaba ilikuwa plus. Wakati alipoletwa msalabani ndio amesema imekwisha, kwa sababu sasa amefika mwisho. Kwa hivyo alinena juu ya yale yalikuwa imemtangulia na kule nyuma. Ndio alita na kule ya Juda. Mama ndirire hendio anakuthutha wira uria wothe arutire miaka 3 na nuthu kuma agarura mwili nimo oigaga ni mathira. Ambiririe wira wakati alisema imekwisha, hapo ndipo alianzia kazi. Bwana asifiwe. Na wakati alisema imekwisha ndio tunaambiwa alidugwa na mkuki na akakatika. Wakati alipokatika kazi, yani mahali alikufia hivi, hiyo ndio ile kazi kuanzia kawela wa Berelia anti. Kwa sababu gani? Wakati alikatika alifanya nini? Ndiye aliteremka kusimu. Ndio kazi kubwa sana ile alienda kufanya, kubwa ile alienda kufanya kusimu. Bwana asifiwe. Amen. Siku ngapi? 3 days. Akiwa wapi? Kuzimu. Kwa hivyo kazi ilianza wakati alikatika. Tuko pamoja? Alafu uniambie, akikwambia nimekupa mamlaka na nguvu na uwezo
na wewe unashishika tu hivi, na zimetoka siku 3 katika kuzimu, zimetoka kifo, zimetoka uhai wa mtu. Kwa hivyo nataka uweze kujua ya kwamba mstari wa 17 unasema ya kwamba, acha ni usome mstari wa 17, and this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Number 18. They shall take up serpents. Kiswahili inasema watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hawakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Huyu ni mtu gani anaambiwa atapokea hizo vitu? Waaminio, wale watakao amini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuamini kwako wakati tuko ndani ya nyumba la Bwana, wakati neno linakuja maishani mwako unapoliamini, lina kazi kubwa sana linafanya katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuamini kwako kutafanya uweze kuwa na njia nyingine mpya kuliko ile ulikuwa nayo hapo mbeleni. Bwana asifiwe. Yaani mambo inabadilika, maisha yako inabadilika kwa sababu tu ya kuamini neno moja lineneno. Kwa hivyo mimi wakati ule nilikuwa ninasoma hii, nilikuwa ninasema nitainua nyoka. Bwana asifiwe. Nitainua. Kwa hivyo ilikuwa inakuja kunifanya nini? Kunihama. Ilikuwa inakuja kunihama. Ilikuwa inakuja kunimaliza. Tuseme ni kama hivyo ninakwambia mambo ya asubuhi. Ilikuwa inakuja ndio iweze kunimaliza. Lakini kwa sababu ya imani ya Kristo Yesu na neno lile lililo na uwezo na nguvu linaofanya kazi ndani yangu, ule mshale wa kifo, ule mshale wa uharibifu haukupata kazi ndani ya nani? Ndani yangu. Bwana asifiwe. Pengine hata ikianguka ilikuwa ianguke, ikapike, ilikate. Unaona? Yes. Kwa sababu ni kitu kilikuwa kinamjaribu. Yaani kajabu kalikuwa kanatoka haka, kanaingia haka. Kanatoka haka, tumambo kama 5. Na hii sasa ikiwa ya 5. Tuko pamoja. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Mungu wateni mwambie, wakati wote utakaposhika neno la Bwana na uweze kutembea pamoja nalo, unakuwa na nguvu speciali haina watu. Unakuwa na nguvu ya kukomesha kila mshale wowote wa uovu umetumwa katika maisha yako. Umetumiwa watoto wako. Umetumiwa familia yako. Bwana asifiwe. Mshale wowote unaweza tumwa hapa kanisani kukomesha watu wale wako hapa. Haleluya. Wale walio na moyo wa Mungu hawatafikiwa. Wadani ya roho shua. Hawatafikiwa kamwe, ni kwa sababu ndani ya mioyo yao kuna nini? Kuna nini ndani ya mioyo yao? Ati ndani ya mioyo yao kuna nini? Kuna nguvu na mamlaka, kuna uwezo. Na ule uwezo hauonekani kwa nyama. Haleluya. Hauonekani kwa kujigamba. Yaani umefichwa ndani yako. Mtu akikutazama hivi anaweza kukudhani, lakini ajui kile kilicho ndani yako ni kikubwa kuliko vile unavyoonekana.
Tutahubiri mpaka narona. Na ni vizuri ya tafsiri. Haleluya, tuko pamoja. Bwana ni arongoshwe. Tutachukua, tutainua nyoka. I take up serpent. Bwana asifiwe. Nitainua, si ndio neno limesema? Nitainua. Nyoka ni nini? Mpango wowote umepangwa juu yako. Sema hauna uwezo wowote. Hauna uwezo wowote. Kwa sababu nimeamini. Kwa sababu nimeamini. Bwana asifiwe. Kuamini kwako kuna haribu. Kuna haribu kila mpango umepangwa na yule muovu katika maisha yako. Kuamini kwako na kuondoka na kwenda kuhubiri. Bwana asifiwe. Hasitaki kujua wewe ni barren. Haitaki kujua kama wewe unapata mimba ama haupati. Haitaki kujua kama uko na Bwana ama hauna. Haitaki kujua kama wewe una revelation ama hauna. Bora unaamini kile umesikia katika imani imeandamana na imani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Watu walio ndani ya Kristo wako na uwezo, wako na nguvu, wako na mamlaka. Haleluya. Yeye ndiye amepeana. Si ndiye amepeana? Sio sisi tumeitisha. Yeye ndiye anasema mtakanyaga nyoka. Mtakunywa sumu na haitamdhuru. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Moyo yamewagai. Ebu soma tena naona pole pole. 18. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Sasa unafikiria saingine kwako kuna mgonjwa, si ndio? Saingine kwako kuna visanga za either ni watoto, either ni mume, either ni mke, either ni wazazi, either ni neighbor, si ndio? Atiriri, ukitoka hapa ukiwa na imani hii ya hili neno, haitafanya kazi. Haitafanya kazi. Kwa nini tunakuta mambo imetutukia? Sababu hatunanga kitu tumeshikilia. Bwana asifiwe. Wewe ndani ya Kristo lakini hauwezi onyeshana. Hauwezi onyeshana kile unachokitumia. Kwa sababu wakati tumekuja hapa kanisani, hebu nimuulize. Wakati tuko hapa kanisani nini kinakuwa kinahitajika? Inatoka kanisa. Nikikifatana na geuka kanisa hili. Bora, usioge. Weka nani tulehe bora, alafu na bora tu. Mesiria na ulilikane, jua kitu moja. Goro haiwezi kuja hapa. Goro haiwezi kuja hapa. Moyo hauwezi kuja hapa. Usipobebwa. Usipobebwa. Nini kinabeba moyo? Mwili. Kwa hivyo umenyale ubuokiwa kama gwesiria na kuda hana. Ya. Bwana asifiwe. Moyo hauwezi kuja hapa. Lazima ujiandae kutoka mwanzo. Na mwanzo ni nini? Hakiri ndivyo kaa. Siku ya mwanike. Mwana ni awasho. Haleluya. Lakini kuna vile ninavyo nataka, kuna ile answer ninahitaji kutoka kwako. Tumekuja hapa. Haleluya. Nini kinahitajika? Tumekuja kanisani. Nini kinahitajika? Neno. Yes. Wacha nini? Nene kidogo. Tumeenda soko kule Gikoba. Ukienda Gikoba nini unahitaji? Pesa. Sawa? Nile kama bega. Nimesiangalia yenyewe. Haleluya. Kadri wadi Gikoba si ukanikuwa. Wadi Gikoba wadi wige pesa, wadi wige pesa. Unani understand? Yeah.
ninahitaji pesa ngapi? Kwa hivyo ukikomba ni nini kinahitajika? Si pesa. Mzigo. Nemoriko. Temofango. Mufango akiungiuka kama hagede na mufango. Adumo kibaruka beba bamura ke mufango. Mwere mwere kale na kukusi. Atiriri. Niki kibatana na giapo. Mufango na mena kule kiabere yine nona. Niku mufango ukiofange pesa kana tigwa hii. Mufango pesa si ukeni kuo hote kugurake. Murigo na hali akukibura murigo no ambete kufanga ni murigo amuthe bori kurenda. Mwathani ya gosho. Na ithuĩ tũyũke kanitha-inĩ tũkorwo tũkĩbatara kĩ? Nĩkĩ mũiyĩra? Ate? Mindset. Nĩguo ndaigua mũndũ ũkĩiga. Mindset ĩno no ũmĩmaithĩre seti na kumbara. Tukija hapa kanisani pasipo mhubiri lewe ni kikikio kwegaga. Mhubiri naye ako na nini mkononi? Biblia. Neno. Hizo vitu mbili ndio zinahitajika. Wewe ukuje ukae chini. Kwa sababu tunaweza kuja kanisani tukose kuhubiri. Haleluya. Mwadhani ya roho. Neno ndio linahitajika kwa yule anayelipeana. Tuko pamoja? Na wewe ndio uweze kushinda yale yote yaliyo majaribu katika maisha yako. Haleluya. Ni lazima uwe na kile utalenga hiyo jambo nayo. Haleluya. Bwana asifiwe. Haijalishi iwe ni mkuki, iwe ni upanga, iwe ni nini, iwe ni nini, bora tu kiko mkononi. Mwadhani ya mwisho. Lakini sasa hapa tunanena juu ya nini? Wacha. Kwa pamoja. Sababu neno linakwambia ya kwamba neno linasemaje? Linasema hivi. Wacha nisome. Inasema, nitasoma Kiswahili. Ateaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Namba 17. Na ishara hizi sitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa jina la Bwana. Kwa jina la Bwana. Ni kwa nini hili jina la Bwana litafanya hiyo kazi ya kutoa pepo? Rudi kwa mstari huyo wa 16 na utaweza kujua kwa nini. Ya? Kwa sababu kuna mtu ameokoka. Kuna mtu ameamini neno akaokolewa. Wakati ameokolewa sasa amefika katika kiwango ya kupokea uwezo na iwe nguvu ya kufukuza mapepo. Hebu nikuulize, umeokoka au hujaokoka? Umeokoka? Una nguvu hizo ama hauna? Zinafanya kazi ya sifadi? Kumali. Kutoka lini? Bwana asifiwe. Kutoka lini? Saa hii ndio sasa itaanza, kwa sababu ndio unajua hadi ni wewe amenyafata wake. Wote usio. Wewe tuamkeni leo hanokio no tutiri hadu hage twakirire. Tuamkeni leo hanokio na twerorera homa yoka. Gai mwana wako maitire kemirai. Onaniere Ndaiwa mwele wako rehete thina fio no urarutira wira. No urarutira wira. Ateneke rumi. No urarutira wira. No uragosa. No urabararia. No urasonora. Negai. Wakati munaona tunasema yenyewe mimi ni mgonjwa. Haleluya. Ambia huyo mwingine wakati unaposema mimi ni mgonjwa. Wakati unaposema mimi ni mgonjwa. Nilisoma maandiko nikakuta hiyo ni kutohona.
ni kwaga wekatea kuhona kutohona kutoheshimu, si ndio? Kutoheshimu ndio maana kutoti no asha ndio maana kutoti kuhona ni wekatea kwaga heshima no ndocio kana kwaga gutia etiguo waga gutia riri ati wakati nilipopigwa nini hederada kohetokera metoda ya kungekatea Yehona wakati ni ule kwa mapigo yako mimi nimepona, si ndio? Sio ndio ile imani inafaa kuwa ndani yetu? Hebu iangalie wakati sasa nimegojeka. Ninaimba wimbo gani? Ninaimba wimbo gani please? Mimi ni mgonjwa. Nimegojeka. Na unaimba uhurumiwe. Na kila mtu unamwambia, wewe umekosea Mungu nini? Ate? Dole mote doratea hauna heshima na yale yote aliyopeana. So hata wakati tunakwambia utafukuza mapepo, ikikuja wako unaipelekea nani? Pastor nasikia Mungu, kuna wakati ninasikia nimehenda mdoraje hiyo. Kuna ninakaa hivi ninasikia nyama hii hapa inafanya inakate sasa ananiambia mimi nahitaji maombi kwa sababu mimi sijui ni nini. Ate kwa sababu ni mwanamke akaniambia, unajua vile mtoto anachezaka kwa tumbo ya dunia neno unajua vile mtoto anachezaka kwa tumbo. Haleluya. Hivyo ndivyo ninashindwa kwani atemipa kwa pale. Unaona? Unanielewa? Ana ameokoka. Huyo mtu ni nini amekosa? Ameokoka lakini hajaamini kazi ya Kristo. Hajaamini neno hilo linasema mapepo utafanya nini? Na namba 2 uweze kuelewa. Wewe umeshaingia katika wokovu, kuna kitu moja kimefanyika. Wewe hauwezi kuwa na pepo hata moja linaweza kukusumbua. Lakini utakutana na watu wengine wako nayo. Unajua kwa nini? Uliza kwa nini? Kwa sababu pepo inasimamia kutookoka. Wakati mtu hajaokoka ndiye anakuaga na mapepo. Wewe umeokoka, hauna pepo hata moja inaweza kukutawalia wewe. Ambia huyo mwingine hakuna pepo katika maisha yako. Hakuna pepo katika maisha yako. Wewe umeokoka. Na pepo iliondoka wakati ule ulifanywa deliverance. Deliverance ulifanywa mara moja na deliverance ndio kuokoka. Bwana asifiwe. Wakati uliokoka ndio hii deliverance ili take place. Bwana asifiwe. Na kusema deliverance eti umekuwa delivered ni kutolewa katika ufalme wa giza kuingizwa katika ufalme wa nuru. Na ndani ya ufalme wa giza huko ndio kuna kuanga na mapepo. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiingia katika ufalme wa nuru hakuna pepo inaweza zuilia uzae. Hakuna pepo inaweza zuilia ufanye biashara. Lakini zinaonekanaga kama zinafanya kazi kwa sababu haujaamini. Tuko pamoja? Tuwe hapo. Yone kagatera kutabia todo. Durete. Hedere ogwetekia. Itu sosote kutihende komna na masa. Mwadhani anaoshwa. Lakini jambo la kwanza nataka mtoke hapa mkijua. Hakuna mtu ameokolewa ndani ya Kristo anaweza kusibuliwa na pepo. Pepo haiwezi pata nafasi. Pepo, maandiko inasema ya kwamba Mungu na nani? Mungu na
katika meza moja. Ukweli? Yeah. Kwa hivyo ukisema hivyo ni kusema moyoni mwako kuna watu wawili. Ukisema uko na pepo ni kusema ya kwamba uko na watu wawili wanachezea ndani yako. Kwa sababu asubuhi unasema umeokoka, jioni una mapepo. Si ndio? Asubuhi wewe ni umeokoka na jioni uko na mapepo. Kuonyesha ya kwamba wewe, Mungu na Shetani wamekubaliana. Na hiyo ni kitu haiwezekani. Mungu na Shetani hawawezi kaa katika meza moja. Na moyo wako ni nani yako? Ni nani aliingia? Ni nani alifukuzwa? Yule alifukuzwa alipata nafasi tena ya kuingia? No. Hallelujah. Ndio nilikuambia nitakuombea. Nini ninafanya? Na kuombea ndio uweze kujua wewe hauna pepo hata moja hata kwa nyumba yako inaweza kuja kukuchezea. Kwa sababu wewe ndiye umepewa authority. Wewe ndio uko na authority ndani ya hiyo nyumba. Ndio unaigua. Itikwa ukagusema no sio ukagusema sio ukagukora nyumba yako yake. Ndio muna sawa. Haleluya. Sema kwa Mungu uko sawa. Hakuna mapepo. Hakuna roho chafu. Bwana asifiwe. Mwana ni roho shule. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ni jambo gani hilo unasema linakutisha? Ni jambo gani unasema ate haujui kama linawezekana? Na kuambia hakuna jambo lisilowezekana kwa wote wale waaminio. Amen. Ndio neno linasema. Kwa wote wale waaminio, kila jambo litawezekana. Bwana asifiwe. Lakini sikiliza, lakini inakujia wapi? Lakini inakujia hapa. Ukiwa hata hakuna jambo lisilowezekana kwa wote wale waaminio. Lakini mwaminio akihitaji mwana wa mwenyewe, itawezekana? Ndio ndio ya. Na ndio mtu anaona kiungo. Ati yote yatawezekana, sio yote yanawezekana. Ni yale yote adamanao kulingana na neno la Bwana. Kwa sababu hata mwaminio anaweza iba, mwana wa mwenyewe hawezi. Mwaminio anaweza enda na aibe kuiba hodhifu. Anaweza pigwa ama hawezi? Ni Mungu amemwezesha. Ni lazima tuwe naangalia neno wakati tunalitamka. Ni ukweli hivyo ni kweli ujue. Ni kweli ujue hakuna jambo lisilowezekana kwa wote wale waamini. Lakini ni kuamini nini? Kazi ya Kristo. Haleluya. Sio kwa wote vile tunafikiria hivi kwa kiukiana kionea tu wote. Wacha kwa kaibwa ni mtu uliwenea na. Wacha kwa kaibwa ni yala ni moisi. Mwana niende joe ko tino ndo akio takeka kudele bebe ngotekia ogesiria ne betekio sio wage de bakia huko wale. No. Ne betekio leo madete na mera wa Kristo. Sio betekio yote. Haleluya. Kwa hivyo kwa wewe ninanenea, kwa wewe sema kwa mimi. Sema kwa mimi. Yote yatawezekana. Kwa sababu niko ndani ya Kristo. Na Kristo ako ndani yangu. Ukiona mtu asemi, mwambie wewe ondoka, wewe unaonekana wewe ni wa rangi nyingine. Wewe ndio kuvuta muono Kristo sio kwanga ikana tena. Hana mtu dona hau. Anajeka tele. Aliapo na ibo kio. Ndio kimenya wewe leo. Ndio kimenya wewe wazi kwa huko. Ya,
Nataka ushike vizuri sana, ndio uache kuona kama wokovu katika maisha yako ni mtu mwingine atakufanyia kazi. Tutafanyania kila mmoja na mwingine, tutainuana kila mmoja na mwingine. Tutawakumbua watu wengi sana wako katika hali. Wewe ndio uko na key. Mwambie uko na key. Mwelewe inasafi. Hapo hivyo mshiwa yoro na wagogo wote. Kana timu woi. Yes. Ende unene hiyo hali iko kwa nyumba yako na usiogope. Na uraigwa. Ila ndio agereje kuharu. Ni maigwe. Ila ndio agereje kuharu. Ndio iga nitarabere iga ndira haru. Ade adi maita tamatatu. Ndira ya roharo. Ya roho kamenda mura. Igo kobatithia die. Ndio adire gatatu. Ndio na hiyo sio nyororo. Ndio jana kidogo. Ndira we digo kufatithia ndio ndio maana imagine ndio hara ndio baka yeye ndio kwa imagine kada ndio dikero kai karate ndio yo digo kufatithia ate guire de murwaru ni dikerwa na dikero tambe poto ni ndio gutire pe lepo dine wako na ndio yani sio sio ni kwa sietaga wapi kabeli yako to hakuma kwa nini kwa hiyo kawa ndio sitekeni. Haleluya. Dawe okira kidakora na maginya we ginya udekena andi dai kwa andi dade na daka na nije mwame. Haleluya. Yes. Sababu nilitambua wakati nilipokuwa ninasoma hili, nilitambua na nikaelewa, na nilikuwa ninasoma nikaona ya kwamba wakati ninaposema mimi ni mgonjwa, mimi ni mgonjwa, na ninataka kukaa hapo kusema mimi ni mgonjwa akienyewe, mimi ni mgonjwa akienyewe, mimi ni mgonjwa. Ni wakati nilipojua hiyo ni kudharau kazi ya Kristo. Nilijua yes, mimi najua ni mgonjwa na nitakuja mama Samu nikwambie mimi ni mgonjwa. Unaona? Nitakwambia lakini nitakonde hiyo pepo inaitwa vile yote tu itaweza kuwa inajiita. Huo ugonjwa vile unapojiita. Ukiwa na nani ama ukiwa na nani. Bwana asifiwe. Ni wakati wangu wa kutambua kama ni pepo. Haleluya. Na pepo sinakuanga na watu wale hawajaokoka. Bwana asifiwe. Amen. Nitatambua katika maisha yangu ni ugonjwa wa aina gani huo. Ni wapia ugonjwa. Kama ni ile inasemekana haina dawa, hiyo inaambiwa ni ikauke. Abia hiyo kansa kauka katika jina la Yesu. Najua wewe unajibatiza kansa. Lakini mimi sitakuita jina kwa sababu lile jina umeita ndio inafanyika. Na waigua letu alilia wahe na mweyo ndine wangu lewe ogwale tuekala. Na hivyo aliuliza, na nyinyi ni akina nani? Walisemaje? Legion. Na kama walijiita Susan, si hata sasa tukesoma Susan, iliita Legion. Haleluya. Na ikafanyika kuwa Legion. Jina halikuwa limetoka kwa Mungu. Ni pepo zilijiita. Vile unavyoita hiyo shida unaoiona ndani yako. Ukiita mifupa, nini kitakusumbua miaka yako yote? Mgongo. Mifupa. Haleluya. Ambia kuwa mwili sitaki kujua, lakini mimi ninajua niliumbwa nikiwa mzima kama vile Mungu alivyo. Ugonjwa kwa jina lako lolote vile unaweza jiita, toka katika jina la Yesu Kristo.
Haleluya. Sasa shughulikia dawa, kama utakunywa dawa, kama utaenda hospitali ukiwa umefanya nini? Umediru nayo kiroho, kwa sababu haikukuja kimwili. Haikukuja kimwili. Kama ni kimwili tungeng'ang'ania nayo hapa. Ile tikio tunaona na. Kama ni wewe na jaribu ile malaria. Okay. Unaona? Tutang'ang'ana kama hatutang'ang'ana. Mpaka yule atashinda mwingine. Lakini hii ni kitu haujui vile kiliingia. Haleluya. Ng'ang'ana nacho katika ulimwengu wa roho. Na ndio Efesians inakwambia ya kwamba ati umepewa mamlaka na nguvu ya kupigana na nini? Mungu akawa na hekima kubwa sana wakati alikuwa ananena juu ya hiyo. Ephesians 6. Ati hampigani na wale walio na nyama na damu. Huyo ni Mama Jerry, hiyo ninasema Mama Jerry akuje kama Maria. Tutapigana, si ndio? Sio Mama Jerry. Bwana asifiwe. Kuna roho ile inayofanya kazi katika ulimwengu wa kiroho. Na ukikosa kutambua hayo, haifukuzwi kwa kunena, inafukuzwa kwa maombi. Haleluya, tuko pamoja watu wa Mungu. Kitu chochote unaona kinaonekana, yani kimefika katika nafasi ya kuonekana, kuna wakati kilikuwa hakionekani. Niko kana tigo. Mtoto akiingia anaonekanaga, unaweza sema hiyo bego ni ya boy ama ya gari. Lakini wakati hiyo itaingia ndio itajiform kakue kagaro ama kaboi. Wakati ule kakatoka ndio tutajua kalikuwa nani. Haleluya. Ni sasa na mimi na wewe, wakati mmoja jambo inajitunga ndani yetu, haingii ikiwa kitu kinaonekana, na ndio unaambiwa kichukulie hatua ya roho. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho, lakini si kuanzia kupiga duru huku. Atinasikia kichwa inaniuma. Chukua hatua. Hata ukisema hautamaliza hiyo shida iko kwa kichwa, lakini unaweza imarisha wakati utaweza kuchukulia hatua katika ulimwengu wa kiroho. Upigane na hizo nguvu zote, maroho yote, sultani wote, na nini nyingine. Kama kuna mapepo yote, si ndio watu wa Mungu? Hayo yote tunayafanya wakati tunapotembea na huko. Tunakuta wagonjwa. Na ujue wewe hauwezi jua vile unaweza ponya rona kama haujakutana na mgonjwa. Haleluya. Na usijali kana kwamba utamuombea akufe. Dukana make. Hoye da kumadima madile. Wewe wakinyandilia ke. Ulia kwa toto horo wa kwa dia diwa kubeba na ngomba kibo. Ando gadi kwetea adona ndewe boko gadi kwete ndio asilia sio skefa. Watu ndani na Kristo ndio kumbia leo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo katika huu mstari tunaangalia, tunaona ya kwamba huo mstari tunaousoma, tunaona ya kwamba huo mstari sasa wa 18, they shall take up serpents. Tutainua nyoka. Haleluya. Nyoka ni kusema nini? Ni kitu yenye haujui vile unaweza fanya. Kwako kuna manyoka ama hakuna? Manyoka inaitwa house rat. Kuna manyoka inaitwa house rat. Inaitwa school fees. Haleluya. Simpo ile kuna manyoka manene bali geme. Hiyo manyoka umepewa nguvu na uwezo na mamlaka juu yake. Yes. Una nguvu na mamlaka juu yake. Yes. Na haiwezi kukuhurt. Haiwezi kukudhuru. Bila kuhakikisha na maandiko haiwezi kufanya nini? Kukudhuru. Nyumba yako haitafungwa. Bora ujue vile neno linavyonena juu yako. Ujiamini kulingana na vile neno linavyosema. Nothing shall be enemies shall take up somebody. Bwana asifiwe. Bwana ni mwisho. Hakuna kitu inaweza kufanya, lakini utainua manyoka. Haijalishi kama ni ile tunaitaje ile kubwa, kama ni cobra, hakuna
Hakuna kitu yani, na usiogope. Usiogope. Luke 10:19. Yeah. Kuna pesa unahitajika kupeana. Saa ingine ni za loan, saa ingine ni za madeni, saa ingine ni biashara unataka kufanya. Kuna jambo kama hiyo maishani mwako. Akusema niko na uwezo leo, nimejua. Niko na uwezo. Nimetambua. Haleluya. Amen. Yeah. Hebu soma 10:19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Please, sikiliza hapo. Sikiliza hapo. Uli mstari umekaa na ukaishi. Nilikuwa ninanenea tupo. Maandiko inaniambia hakuna kitu itafanya nini? Itanidhuru. Ikiendelea kero uma kero. Na kwa madogo kidio geuka. Karo hapo sana na ndio kwa tudu nani yako na authority? Nicho itakutawala ama ni wewe utaitawala? Haleluya. Ni homa ile ya kumwona kamasi hivi ate ukikaa hapa na uiteka keraiteka. Kinyo na ndio yake iko ni wewe. Asa mtaini roho kile ate. Ndina na ufa. Wapo ni olugatiriwe kile scorpion. Wapo kigori kururia. Ugakinyaga kemira keu. Ukweli ama si ukweli? Lakini usidhuru mtu. Hatujakubalishwa. Si unaona hatujaambiwa ate uende juu ya rafiki yako, bwanako, bibi yako, unaona? Korwo ni andu tungiandikirwa thuri, tukandikirwa tumia, tukandikirwa ciana. Etiguo, no ni uru twandikirwo ki? By faith. Hiyo inasema, Kiswahili inasema ya kwamba atetazama nimewapa amri. Sema niko na amri. Nimeamrishwa. Haleluya. Inua mikono yako hivi fanye hivi. Ya, sema nimeamrishwa. Chochote nitakachoguza na hii mikono. Na ninene kwa mdomo wangu. Chochote cha kunidhuru. Hakitaniweza. Anointed. Nimepakwa hii mikono yangu. Niko na uwezo wote. Wa kufinya, wa kung'oa, wa kukata, wa kuharibu. Haleluya. Halafu kupanda na kusimamisha. Bwana asifiwe. Nikitasimama mbele yako nikane na wewe. Hakuna. Mambo mengine ukiona imeongea sana kwako kwa nyumba. Tuseme ni hizo maandiko kauje kote kale kananena sana na kujirudia. Ukakomeshe hadharani. Uambie hiyo jambo wewe malipo ya nyumba wewe. Umenistua mwezi wa kwanza au ni mwaka wa 5 umenistua. This time, hallelujah. Amen. Nimekukalia. Amen. Kwa sababu gani? Maandiko inasema Yesu Kristo wakati alipomaliza kazi, wakati alipofufuka, wakati alipomaliza kazi, alikaa katika mkono wa nani wa kulia? Wewe ukiwa wapi? Nani alikuwa anatayarishiwa maadui wake wote waweze kushindwa? Na kwa nini inakushinda ukiwa ndani ya Kristo na uko katika mkono wa Bwana wa kulia? Ni wakati wako sasa wa kuchukua na kusimama juu yake. Haleluya. Kulingana na hiyo neno, ni wakati wa kuamua. Nini hiyo inajirudia siku zote? Atitazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Haleluya. Ni ugonjwa gani hiyo? Ikitoka inamaliza siku 3 halafu inarudi. Ikitoka inamaliza wiki halafu inarudi.
Bwana asifiwe. Niambie kabisa ukweli, nimekugundua na nimekutambua, unaona, na nimejua mahali shida ya nyumba yangu inatoka. Yoraigua leo wabirĩrie kumenya na muciĩ wakwa thĩna umaga ha. Nĩ waigua? Leo wabirĩrie kumenya harĩa thĩna umaga muciĩ waku. Ambĩrĩria kumenya harĩa thĩna umaga kũrĩ wethi waku wa mbeca. Haleluya. Amen. Nuko ndũrĩ roho wa kwĩbanga kana tiko. Haujui kujipanga. Sasa nikunenea hiyo roho isiyo ya kujipanga. Uiambie roho ya kutojipanga chini yangu. Wada. Ilikuwa inakukomesha na wewe fanya nini? Kukomesha. Ati ulikuwa unaangalia unaona TV pale inaongea na haujalipa nyumba, unangoa TV unauza ama unapeana kwa nani? Kwa Sailoko. Hiyo tabia wewe mkono wewe akili. Haleluya. Wewe kiongozi unaniongozana na hizo vitu, tabia mbaya ni kuko chini ya miguu yangu. Mwana ni anaongozwa. Na ndoko iliona kanuni hudhira kile. Si umeokoka? Haleluya. Wewe si mtu wa kuuza vitu za nyumba, hata utanunua next month. Wewe ni mtu wa kuongezea vitu zile ziko kwa nyumba. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ikifika wakati wa kuhama, hata hautaziuza kwa sababu unajitambua, utapatia neighbor. Yule mtu yule unaona ako chini, unampatia, unaenda kununua zingine. Unanielewa? Yes. Sio ate sasa nataka nijue ni nani nitauzia kwani nikinugie nuko. Mogamu. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtu akijitambua hakuna jambo zito kwake. Ukijitambua, niko na mamlaka, niko na nguvu, niko na uwezo wa kufanya hili jambo. Makarende. Bwana asifiwe. Na unakuta kila kitu imesimama. Wakati ule unaona kama kwako umefika katika nafasi ya kufika, yani ati kuna shida inazunguka kwako, usiogope. Je, pengine nasikia ulikuwa na pesa kwa mfuko ama ulikuwa na pesa kwa bank ama namna gani? Sasa imefika wakati ile pesa umeifanyisha kazi ama umefanya jambo nalo, umenunua kitu nalo. Sasa uko empty ama hata hujui imeenda namna gani, usiogope. Wakati unapoogopa ndio unapatia yule muofu nafasi ya kuendelea na kuongezea huo, akikuonyesha kesho hautalipa nyumba. Ukiona mtoto amegojeka homa, unauliza leo ule, sasa huyu anakuja hapa kugojeka hii homa na sina pesa. Kwa sababu wewe unimini kinatibu ni pesa. Na zimekwisha. Saa ingine ndio tunamalizwa. Tunakwisha ndio tuweze kujua fedha haina kazi kwa wote wale waaminio ndani ya Kristo. Ndio tuweze kuinua upya wa neno. Haleluya ndani yetu. Uko tayari? Yes. Bwana asifiwe, uko tayari? Yes. Ati huku tukikuja tuingie katika neno sisi wote na tuweze kuwa katika moyo moja na tuandamane pamoja na kuambia hata hakuna mtu nitawekelea mkono. Nitakuwa hapa ninasema wekelea mwenzako. Na kwa sababu unampenda na unamuhona unamutea unaona. Ukiviona utapoingia ile huo ugakora ndio 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 ndio. Hata ni pasta. Wakati unaona kila mtu anaheshimu yule mwingine, hata kazi tunarahisisha ndani ya kanisa. Magonjwa haina nafasi kwa sababu inajua hawa watu ni moto. Haleluya. Lakini wakati umekaa hivi, anaenda anatafuta mwingine, wewe ni lemunia. Lemunia bohuruke. Tira leo ngina kauke yero. Ukahoma. Ihigale kaibo handu. Uwo kakaraga kamudo. Rwara rutino imanone rweka atia. Erwaira roba gutunga bikigima. Tumaundutuye tunini. Tukamuturukirio kuageria gwikati ugakoraga kuthire gwithwa ritho te kumenya ugitwara ati niguo itwekiara kaingira. Ya, tumaundukuye tunini.
ali mugaikara watu wera ile atia ina imana na maadhiuka madani ya koshi werute kuhurana na toto tonini tondu netua aterere. Daudi alisemaje? Niliua duba, nikaua simba. Sasa wewe Mfilisti mwenye hauja, nitakupeana leo kwa ndege waka mwadhani ya roho. Na wewe unahitajika uweze kuangalia uone, nilikuwa na homa nikaikomesha. Na ndio kona ni ndo munene na manyita yuko ndalika utoka nini tondu homeo na juzi wamekoma hiyo kijambo. Na sasa kwa sababu watu practice the word of God, ndio mnaona tumekomeshwa, tumegaliwa, tunanyang'anywa hadharani. Hapa kuna mtu ananyang'anywa tu pesa zake akiwa anacheka, na mkunyang'anyi anakunyang'anya mkicheka. Anakukopa leo na kesho anakuja haki yenyewe. Hata kama niko na ile 50 yako haki ya sitalala ja mtoto wangu, na anakuambia mtoto wangu hata saa hii ako na homa, anaanza kukuhesabia tu mambo. Na sasa na chakula hakuna, sasa unataka unamuongezea 50 hata kabla hajakupatia fulani. Uko na kiburi ya maji ya 5 kitu aliwala tukiruka ubuka nini mono magani ya roho sho ugakora utunya go kurete maitho ate tondu ndwe hoyi no we muhonoku umeokoka, lakini haujijui na haujitamki. Unapangwa na watu wa ulimwengu na wewe hauwezi jua vile utawapanga, unajipeana kwao kama mjinga. Mtu anakuja amuombezi watu wa kuomba ati kwa sababu anakuambia mimi nikiomba hivi mambo inafanyika, na wewe unaendelea kwenye kaiwa jiru anahoya libaudire kata kwenda wewe ndo taoete noko mugoithia ni hamuiguaga oria nyamwire itagwo ide cigana irio igire ndagona na ithanduku ria mathani ria rugamire rikambĩrĩria kuhura ndagoni mateke. Hakuna, ni kuigwa tu. Kazi inafanyika. Wewe hata haufai kuwa unaogopa. Unafaa tu hiyo kitu, yani kung'ang'ana na mapepo, usiogope. Ile kitu baya ni kung'ang'ana na mtu. Mtu atakuoka jicho litatoka. Ewa igua. Usiogope mapepo ama hizo vitu za ulimwengu wa kiroho kama kuogopa mtu akikuja hadharani. Mundu wa hadharani ni mwili. Yeye yaroke na hiyo. Na msinga. Ewa igua. Nuke ndio katika ulimwengu wa kiroho hakuna kitu kinakuaga rahisi kukomesha kama hizo. Hata magonjwa ni rahisi kukomesha kuliko mtu ako na sigara. Atemrai karogo hapo sana totani. Bwana sifiwe. Haleluya. Lakini unafaa yani sasa ni wakati wa kusimama katika neno. And behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Unaona? Mipango yote imepangwa na mwenzako. Awe muombezi, awe pastor, awe sio pastor. Umepewa mamlaka na Mungu. Wewe si mtu wa kuogopa. Haleluya. Bora tu neno limekwambia ogopa. Kama wewe unafanya jambo lisilo atondobere kwa kelele ati pastor watu angekuwa roho. Dukae kutigira ukikorwo ni ugerete njira. No ukikorwo ni ugerete wetigire tondu roho ru rutemaga miena ki. No riu rira iguru ria ki. The word. Wakati neno linakuja ninamwishahishukia. Na wakati ninamwishahishukia wewe unaona ni pastor. But ni lile neno limewekwa ndani yake liweze kukatakata ndio litengeneze. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nothing shall by any means hurt. Katika njia yoyote ile hakuna kitu kitaweza
shauri yako. Haleluya. Bwana ni roho mshuka. Wache kujiangalilia mambo na inajirudia leo, inajirudia kesho, na wewe unaichekesa. Wewe unaona kama ni kawaida. Hapana, ni wakati wa kusimama katika mwanya. Ni wakati wa kuambia lile jambo linajirudia na lile yaani limekukomesha last year lilikuwako, this year limekuwa, ama ni kitu kinajirudia kila wakati, ama ni kitu sasa unaona kimekutia uoga. Enda usimame. Haleluya. Ate mgeno limeniambia nitakanyaga. Mtizo Biblia. Nitapitia juu ya na inge. Na nitainua nini? Nyoka. Haleluya. Kumbuka siku moja Paul akiwa ana nini? Katika kitabu ya acha nione kama nilikuwa katika kitabu ya I think ni ya Act 1:5. Yes. Paul wakati alipofika nchi fulani, watu wa kule walikuwa wanaamini ya kwamba mtu akiumwa na hiyo nyoka ya hiyo aina anafanya nini na hawezi ishi. Ile nyoka wakati Paul alikuwa anaweka makuni jikoni, ikawa ile murangi ile mti unakuwa na shimo katikati, si ndio? Nyoka ilikuwa imejificha ndani. Na hiyo ilikuwa wameamini ya kwamba na yenyewe hakuna mtu alikuwa anaumwa na hiyo nyoka anaishi. Wakati ule aliweka ile kuni, kulikuwa na baridi, Biblia inasema walikuwa wameweka makuni wakitafuta sasa joto. Na hiyo kitu nyoka ikatoka ndani, ikakuja ikaruka Paul kwa mkono na ikahama. Paul alifanya hivi. Wakasema, sasa tiamwira ni arogi. Si tunamwambia hawa ni warogi. Sasa wameanza kumalizwa. Sasa huyu alifanya tu hivi, wakamgotea dakika 1, 2, 3, 5, lisaa, masaa 3 na 5, wakasema kweli. Haya ndio anga. Mwadhani ya gosho. Kwa sababu wao mtu akiumwa alikuwa anafanya nini? Anakufa. Bwana asifiwe. Hiyo ukisoma utaiona, utaenda uisome katika kitabu ya Act what? Not Act 1, sorry. Sababu haiwezi kuwa Act 1. Ni Act 14. Kitabu ya Act. Wacha naye nitakwambia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wako wa kujua ya kwamba mambo yale yote unaona imesimama ikikuuliza wewe ni nani, na kuambia unafaa kujibu kwa ujasiri, wewe ni nani. Bwana asifiwe. Wajijua wewe ni nani? Unajua serpent ni nini? Serpent ni nini, watu wa Mungu? Unaweza niambia? What is serpent and scorpion? Ni na wakati yani ukiona wakati tunasema utakuwa yani serpent and scorpion, hata cham mganga wa kwenu yule mtu unaogopa sana, hata akikuja akuje na nini hawezi kupunguza, bora kujitambua. Bwana asifiwe. Alafu wewe ni mtu Mungu ameweka katika nafasi ya kuinua hizo vitu, kukanyaga hizo vitu, kuendea juu yake. Nitakwambia serpent ni nini usijali. Lakini kwa sababu nataka kumaliza. Ate nguvu zote za adui hakuna wakati sitaweza kudumu. Na hiyo ndio nguvu ya gospel kwa mtu yeyote yule ameamini gospel. Wakati umeamini hakuna nguvu hata moja inaweza nidhuru, kwa sababu Kristo amenipa. Haleluya. Hiyo ndio sasa furaha. Una enjoy gospel. Kwa sababu sio kitu unang'ang'ana, unajua, unatambua nafasi yako. Ukweli? Unatambua nafasi yako. Unatambua kazi yako. Na haijalishi wewe
haijalishi ile shinda, ile hali, hata wacha nirudie, ile pepo inaweza kuwa inataka kuangamiza chochote kile kinahitajishwa na wewe. Usiangalie size wala kara. Usiangalie size wala kara, sababu una uwezo wa kuikomeza hata kama iko na size ya aina gani. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hata iwe ni ya aina gani, usiogope. Enda uinene. Sababu wakati tuko hapa, unatoka hapa ukijua ya kwamba uko na nguvu na mamlaka katika neno, na unajua ni neno gani limekupatia hiyo mamlaka na limetoka wapi. Haleluya. Amen. Alafu naweza kukuuliza, nimekuuliza, what is a serpent? Wakati unataka kusema mambo ya unamjue, wakati tunasema juu ya serpent, tunasema juu ya office ya serpent. Bwana asifiwe. Yani wakati tunasema mambo ya serpent, tunanena juu ya office ya nani? Ya Satan. Office ya Satan. Haleluya. Sawa. Na mnakumbuka kwa nini nimesema hivyo? Unajua ndio alikuwa anaitwa pande ile ingine katika kitabu ya Genesis 3. Si ndio? Genesis 3. Aliitwa serpent. Si ndio? Yule alidanganyia Adam and Eve. Hiyo ndio ofisi yake ya kuharibu. Serpent mean, andika hapo. Serpent mean darkness. Serpent mean evil. Serpent mean persecutions. Serpent mean sin. Serpent mean deception. Bwana asifiwe. Kulingana na kutafsiri kulingana na kitu. Bwana asifiwe. Deception is sasa unaona hata serpent si kitu. Ndio dikana Abraham serpent no na matinyo ni maundu maria turange ni maundu maria tugera hivi shii. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu haya yote ni yale tunafaa kupigana, na wakati tunapopigana hayo ndio tunashinda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo umepewa nguvu na mamlaka, na Marisa nikisema ya kwamba 2 Corinthians 11:3 2 Corinthians 11:3 haraka. Corinthians 11:3. But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Kiswahili. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwakosea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nashereka kama ile nyoka alipomdanganya Hawa kwa hila yake. Angalia hiyo hapo ngoni mahali msoma sio hapo. Si ndio? Endelea. 2 Corinthians 11:3. Hiyo ndio tunasoma. Lakini nashereka kama ile nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akaharibu fikira zenu. Hauacha uovu na usafi kwa Kristo. Kusoma Kikuyu.
na guoya mutigatuike ati meciria manyu nimeguthukio matigithanio na ũgima ona ũtheru ũrĩa ũmwagĩrĩire mũrĩ a Kristo o ta ũrĩa nyamũ ĩrĩa yathĩ yahenereirie hawa na wara wayo. Bwana asifiwe. Ukiangalia neno hilo msiharibiwe. Unajua sio shetani atakuja, giza ikiingia kidogo. Bwana asifiwe. Mambo hayo ikikuja iingie ndani yako, itaweza kukufanya uweze kuwa mbali sana na imani. Haleluya. Katika kitabu ya Revelation 9:19, Revelation 9:19, usikubali kitu chochote kikuja kiweze kukunenea. Revelation 9:19. Revelation 9:19. For their power is in thy mouth and in thy tail. Yeah. For thy tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt. Swahili. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao, na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanadhuru kwa hivyo. Bwana asifiwe. Ni kama nyoka imefi. Wewe saa yote unaangalianga nani? Shetani straight. Ndio? Na unamuona tu ati ni shetani anakudhuru. Hapana. Ni mawazo. Ni dhambi. Ni hali hizo zote tumeziona pale. Siko ndani ya mawazo yetu. Bwana asifiwe. Sinajifananisha na sinajiita mpaka majina. Katika ya mwisho nataka tuweze kuangalia Revelation 12:9. Revelation 12:9. And the greatest dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Kiswahili. Yule joka akatupwa yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Hizo ni nyoka ina gani zimetajwa ngapi? Yule joka akatupwa yule mkubwa, joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Hiyo ni joka ngapi? Unaona sika na? Tatu. Hiyo ndio nilikuwa nataka kugusa ndani ya mawazo yetu. Ni mmoja. Yaani yenyewe ukisoma unaona Satan, serpent, ndio na pale juu Kiingereza Dragon. Kuna dragon, si ndio? Kuna dragon, devil, Satan. Hiyo ni jina ya mtu mmoja. Sio watatu. Ni mtu mmoja. Na unaambiwa old serpent. Old serpent ni nani? Ni yule joka ule hapo Genesis 3. Kwa hivyo ni yule joka, ni yule serpent hapo Old Testament. Bwana asifiwe. Lakini ni yeye tu ako katika New Testament. Nikiolero old utondo kwa vile kumuona kwa serpent ucio. Tuliona katika Old Testament. Sasa amehama akiwa Satan. Kinini New Testament inamuita Satan, si ndio? Sasa tunamuona akiwa Satan. Ni mmoja. But kazi yake ni lakini majina yake ndio unaona ni majina ndio unasikia watu wengine wanasema dragon, watu wengine wanasema serpent, watu wengine wanasema Satan, watu wengine yani unakuta lakini ni mtu mmoja, ni kitu kimoja. But hata kama ni kitu kimoja tumeona ni nini? Ni darkness, evil, persecutions, deception and sin. Si mnaona si kitu? Lakini ni kitu. Na hizo zote ni lazima ujue bila utapigana nazo, lakini si kitu ya kupigana katika nguvu
ya mkono wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni mtu mmoja, na not 3 people, ni Shetani mmoja anakuja akiwa amejibadilisha majina katika maisha yako. Sasa hapa unasema ino ni pepo. Ndio sio tawe. Gai, ne dragon ni ndio ndio hana dragon. Ya ndio Shetani na wewe nayo ni Mungu wako dukia. Haleluya. Kwa hivyo ni wewe ujue ya kwamba umepewa nguvu na mamlaka juu ya so next time Sunday nitakuonyesha vile hata kama ako na majina mengi vile alimalizwa nguvu na uwezo na Christ. Bwana asifiwe. Na mtu kwenda kumenya niguo wote kumenya terere ahotetwo ate ameshindwa na mnagani kwako, lakini wewe usitayari umeshapewa nguvu na mamlaka. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tusimame sisi wote. Simama. Bwana asifiwe. Worship. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. maisha yako kutoka wakati ule uliookoka na ukasema mimi nimetoka katika ulimwengu wa giza, nimeingia katika ulimwengu wa nuru. Nataka uangalie huo kutoka wakati ulipoingia huo ulimwengu, ni mambo gani na gani yanayotuliza na wewe? Ni hali gani za magonjwa
Ni hali gani za kifedha? Ni hali gani za imani? Bwana asifiwe. Ni hali gani hiyo inapigana nawe katika maisha ya watoto wako, katika maisha yako, katika maisha ya mumeo, katika maisha ya mkeo, katika maisha hata kama ni mimi mtumishi wa Bwana ndani ya kanisa? Ni hali gani hiyo imejirudia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu? Ni jambo gani hilo unajaribu yaani ndio ule kosho ugenda timu shoka nene ginya mbole ora wa kula kunywa, lakini imekuwa kizungumkuti katika maisha yako. Unajaribu kuunganisha hata fedha ndio ufanye jambo, lakini umeshindwa. Ukienda na mnapande hii, maadui wamesimama kwenye mwanya, wanakimbizana na wewe. Wengine wanakuambia hadharani hautaweza. Waganga na washauri, unasikia hata ndoto zile zinakuja katika maisha yako, ni ndoto hauwezi hata wewe hauzitambui. Kwa ile mambo hali zinakuja zikiwa mzito. Ukitafakari hali hiyo, ndio uweze kutambua na kuelewa ya kwamba nimepewa mamlaka, nimepewa nguvu ya kukanyaga nge, nimepewa mamlaka ya kutembea juu ya nyoka, nimepewa nafasi ya kufukuza mapepo, nimepewa nguvu, uwezo, mamlaka ya kufukuza mapepo na kuangamiza hali yoyote ile imejinua katika maisha yangu. Haleluya. Yabete kama shemani na wewe. Ramone ni maundu mariko masio. Maikarete mekerika. Yakao ndiko muthenya waku wa mbere. Uria kumenya ati ni hetwo hinya ona woti iguru ria mahinya. Ni hetwo hinya ona woti iguru ria maroho. Ni hetwo hinya na woti iguru ria mothamaki. Ni hetwo hinya na woti iguru ria mucie wakwa. Ni hetwo hinya na woti iguru ria ciana ciakwa. Gusithamakira kuringana na njira ya Ngai. Ni hetwo hinya na woti wa kukonesha kiria giothe kinjiinuite iguru ria Ngai muturire-ini wakwa. Oh, haleluya. Robo shaka mayantorobo kota na babosa. Rotima ribaro kasika na babota na babosa na ba. Mahali popote ukienda unadharauliwa. Watu wanakukanyangia. Ukiweka kazi hakuna kazi inasimama. Liko na babosha kama mama rakamba. Liko wako moja wazi na hilo lango liko wazi kamili. Nitaliingilia, nimeliingilia na nitatenda kazi. Kota na babando. Ulike babashota na babande.
mamlaka yako Bwana, uponyaji wako Mfalme. Tuna nguvu na uwezo wa kunenea mifupa, kunenea akili, kunenea nyama, kunenea chochote kile kinafaa kuwa katika nafasi yake sawasawa kulingana na mapenzi yako Bwana. Naombea mtoto kutoka leo akaweza Bwana tupatie kufunguliwa, aweze kupokea nafasi yake, aweze kurudi katika nafasi ya utu uzima, na kila miguu yake ikujuke. Ore kosentelelea ibaki moyo wake ufanye kazi riba shaka katika jina la Yesu. Kutembea na miguu yake, kila kitu chake kiweze kupangwa kulingana na Yesu. Nimekuombea rapashe kinanti ya nianze shida deep promises that are in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen.